maana yake orodha ya mambo yatakayozungumzwa kwenye mkutano. Orodha ni liste, ni daftari ya mambo yatakayozungumzwa. Ni tena tunaweza kusema maneno ya siku, ordre du jour. Orodha ya mambo yatakayozungumzwa kwenye mkutano. Maana ya neno la tatu, mtu. Mtu ni kiumbe kinachotembea wima ambacho hutumia fikra zaidi kuliko silika. Silika ndio tunasema sens, kufanya mambo yake. Mtu ni kiumbe kinachotembea wima ambacho hutumia fikra zaidi kuliko silika kufanya mambo yake. Mtu ni mwanadamu. Mtu ni binadamu. Mtu ameumbwa kwa namna ya ajabu na Mungu. Tunaposoma Zaburi ya 139 na vesi yake ya 14 inasema hivi katika chuo cha Mungu. Zaburi ya 139 na vesi yake ya 14 inasema hivi: nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Nimeumbwa kwa namna ya ajabu. Mungu ameumba mtu kwa namna ya ajabu. Huyu mtu aliyeumbwa na Mungu anakuwa na mambo yafuatayo. Anakuwa na 40 milliards de cellules. Anakuwa na chembe miliari 40. Anakuwa na mifupa 200 tafadhali. Anakuwa na mifupa 206. Anakuwa na mishipa zaidi ya 600. Anapumua lita 10,000 ya hewa kwa siku, 10,000 litres d'air par jour. Anakuwa na moyo wake unapiga mara 72,000 kwa siku. Battement du cœur 70 fois par seconde. Ukifanya sekunde moja ni minute moja una sekunde 70. Mara hiyo utaenda kutana ni ile hesabu ya 72,000 kwa siku. Moyo, temperature ya mtu ni 37 degree. Ubongo ya mtu ama cerveau yake huyo mtu ina kilo 2. Mtu huyo anarithi tabia, anarithi karakter 50,000. Ana miaka 17 ama 18 kulingana kitabu cha Zaburi 19 na vesi ya 10. Kifo ni agenda ya kila mtu. Sababu gani? Tuzungumzie sababu tu 4. Sababu ya kwanza, kifo ni mgeni asiyetakiwa. Luka 12 mstari wa 16 hadi 21. Kama mgeni ni mtu ambaye si mwenyeji wa mahali. Wafilipi 3 vesi ya 12 hadi 21. Sisi tu wageni duniani, tu wageni na wasafiri. Hatuko wenyeji wa hapa, wenyeji wetu ni juu mbinguni. Mgeni ni mtu aliyealikwa katika shughuli fulani. Isaya 14 mstari wa 9 hadi wa 11. Kifo, mgeni atokeaye ghafla. Hiyo ni sababu ya pili. Yeye ni mgeni. Sababu ya pili ni mgeni anayetokea ghafla. Tulisema tunazungumzia juu ya kifo ni agenda. Sababu gani? Juu ya sababu 4.
Kifo ni mgeni asiyetakiwa. Kifo ni mgeni atokeaye ghafla. 12 ya Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka 12 na vesi ya 12. 3. Kifo mgeni wa kisirisiri. Isaya 57 vesi yake ya kwanza hadi ya pili. Mhubiri sura 8 vesi ya 8. Biblia inasema ni nani anayekuwa na uwezo ili azuie roho? Hakuna mtu aliye na uwezo juu ya siku ya kufa. Hakuna miongoni mwa watu, hata uwe msomi, hata uwe mchawi, hata uwe mtu wa namna gani, hauna uwezo juu ya siku ya kufa. 4. Kifo ni mzigo wetu. Mwanzo 2:17, tena sura 3 vesi ya 17 hadi 19. Hilo jambo letu la kwanza, maana ya maneno muhimu tunamaliza. Jambo la pili, mambo ya kifo kama ajenda. Tutaona mambo 6 ya kifo kama ajenda. Jambo la kwanza, Mkristo anakufa na mpagani anakufa. Jinsi Mkristo anavyokufa na ndivyo mpagani anavyokufa. Sababu ni neno la Mungu. Mwanadamu sababu umefanya dhambi, kufa utakufa hakika. Mhubiri sura 8 vesi ya 10 hadi 11. Jambo la pili la ajenda ya kifo, kuwa tayari wakati unakufa, unaacha vyote. Biblia inasema tulikuja uchi na tutarudi uchi. Kwa sababu ya hiyo, tunapokufa, tunapovua mwili, hatuendi na lolote. Jinsi tulivyokuja ndivyo tutakavyorudi. Luka 12 mstari wa 19 hadi 21. Zaburi ya 49 vesi ya 16 hadi 17. 3. Tunapozaliwa tunavikwa, tunapokufa tunaviacha, tunapoishi tunavichezea. Mhubiri sura 1 mstari wa 9 hadi 11. Hakuna kitu kipya chenye kipo duniani. Yale yaliyokuwepo zamani ndivyo yalivyo leo. Hakuna mambo mapya. Jambo la 4 la ajenda ya kifo, kutumika sana mudunia pasipo kuchoka, kisha unazikwa bure. Unatumika sana, unachoka au choki, lakini siku ya kufa unaenda vile vile ulivyokuja. Mhubiri 2:22 hadi 24. Tena sura 9 vesi ya 10 hadi 11. Ufunuo 14 vesi ya 13. 5. Kuwa mtu wa sifa nyingi au kuwa mtu mkubwa, mtu wa sifa kubwa duniani, ulimwenguni, ukifa unasahaulika. Hata wale waliokujua, hata wale waliokufahamu, baada ya miezi 3 tu jina lako linasahaulika. Hakuna mwenye atakukumbuka tena. Wanaanza sahau hata sura yako. Ayubu wanaandika kusura 7 vesi yake ya 7 ati mimi ni mpitaji, ni kama kivuli, walioniona hawataniona, kumbukumbu langu litafutika. Kisha kufa unasahaulika. Mhubiri 2 vesi ya 11 hadi 22. Kwa kutaka kuona ulikuwa mtu wa sifa, utaona marafiki 3. Rafiki wa kwanza ni mwanadamu mwenzako. Iko rafiki, na Biblia inasema usimwamini rafiki. Mika 5 vesi ya 3. Mwanadamu mwenzako, mke wako ni rafiki yako, baba yako ni rafiki yako, lakini baada ya kufa mnachania kukaburi. Unaenda peke yako jinsi ulivyokuja peke yako. Rafiki wa pili mdunia, pesa. Pesa zinaongezaka marafiki.
Tajiri anakuwa na marafiki wengi, hata ana sura, hata ana elimu, anaweza angaji wenye kuwa na elimu, lakini kifo kinapokuja ataenda na pesa. Pesa rafiki mzuri wa mwanadamu, saa zote ufaulu kwa haraka kwa mahitaji. Lakini kuna siku Ezekieli anasema Ezekieli 7:19 anaonyesha ya kwamba siku ile itakapofika, pesa tutazitupa kwenye barabara, hatutakwenda nazo. Sefania 1:18 pia anasema hivyo. Ndio maana Paulo anaandikia Wakorintho, anasema tusiviangalie vinavyoonekana, kwa kuwa vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa sababu ya hiyo, mara nyingi pesa zina mvuto, zinatuma watu wanatoka kwa Mungu, wanatoka kwa kuamini Yesu, wanasema uongo, wanadanganyana, wanaua kwa ajili ya pesa. Ni rafiki anayefaulu kwa mahitaji ya haraka, lakini hawezi kutuponya na mauti. Mwimbaji mmoja anaimba, dhahabu na fedha haziniokoe, aziponye roho, lakini kwa damu ya Yesu nimekubalika. Rafiki watatu wa mwanadamu duniani ni matendo yako ya ubinafsi. Ndio maana Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, maana wamepumzika baada ya taabu zao na matendo yao yafuatana nao. Una matendo gani ndugu? Hautabeba masomo yako, hautabeba jina la familia yako, hautabeba jina lako, hautabeba huduma yako ulio nayo, lakini yale matendo uliyoyafanya, matendo mema katika Kristo Yesu, ndio utakayobeba, yatakufuata. Kuna aina nyingi za matendo, muda wetu hauturuhusu kuzungumzia matendo yote. Kuna matendo mafu. Kuna watu wanatumikia Mungu, wako mdunia, wana matendo maovu, matendo yasiyozaa matunda. Kwa hiyo matendo yako yatafuatana nawe. Jambo la 6 la ajenda ya kifo, mtu kutokujua chochote baada ya kufa na unanyanganywa vitu vyote. Mhubiri sura 9 verse ya 3-6. Basi tunaweza kukonklure kwa ufupi juu ya ajenda ya kifo. Basi tuishi ulimwenguni kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, kuishi maisha ya utakaso, maisha ya utakatifu. Biblia inasema kuna watakatifu walioko ulimwenguni. Wapo. Wengine wanasema wote wamefanya dhambi, wamepungukiwa, hakuna aliye mtakatifu. Lakini watakatifu wapo. Zaburi ya 16 na verse ya 3 inasema watakatifu waliopo duniani ndio walio wema. Mwandishi wa Waebrania anasema hivi, tumewekewa kifo mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Tutazungumzia lile neno la hukumu baadaye. Tungali tunasema ajenda ya kufa. Kwa sababu ya hii, tuko wakufa, tuko wakwenda, tunasafiri, tuko wageni na wasafiri duniani. Tunatakiwa ulimwenguni kufanya mambo matatu. Tuishi, jambo la kwanza, tuishi maisha ya utakaso. Maisha ya utakaso ndio maisha matakatifu. Biblia inasema hivi, kama vile yeye alivyowaita ni mtakatifu, iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mfanye bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Tusidanganyane wapendwa. Utakatifu ndio kitu, ndio tabia ya Mungu. Mungu ni mtakatifu na anataka na sisi tuishi maisha ya utakatifu na maisha ya amani na watu wote. Bila utakatifu, hata uwe mhubiri wa namna gani, hata uwe na kanisa la namna gani, hata uwe na jina la namna gani, bila utakatifu hautamwona Mungu. Jambo la pili tunatakiwa kuishi nalo ulimwenguni,
tubaki waaminifu katika uvumilivu wa mabaya yote. Biblia, Yesu anawaambia wanafunzi alipowaambia habari za nyakati za mwisho, wakati wanamuuliza swali, anawaambia yatakayotukia, na anawaambia atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 24 mstari wa 13. Ufunuo inasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Uvumilivu, tuvumilie mabaya kwa ajili ya Kristo, tutapokea taji. Tubaki kwa uaminifu katika kuvumilia, tuwe waaminifu. Kuna wanaume wengi hawako waaminifu kwa wake zao. Kuna wake wengi hawako waaminifu kwa waume zao. Kuna watumishi wengi hawako waaminifu kwa bwana zao. Bwana wetu sisi watumishi wa Mungu ni Yesu Kristo. Tuwe mwaminifu kwa Bwana ambaye ametuposa. Tukibaki waaminifu kwake na kuvumilia mabaya, tunda la uvumilivu lionekane wakati wa majaribu na wakati wa shida. Tunapokuwa wavumilivu, tubaki wavumilivu hapa, na mwisho kuna taji tutapokea. Jambo la 3 tunatakiwa kufanya duniani, kumtumikia Bwana na kusimama imara katika maisha ya Kikristo. Katika ziki, Paulo wakati anaenda na ubiri safari ya kwanza, anarudia anasema, imetubidi kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Sasa tumevumilia mateso. Vumilia mateso na uvumilie, usimame imara. Ziki zetu za muda kitambo zinatufanyia utukufu ulio wa milele. Kwa sababu ya hiyo, kwa ajili ya ziki usiyumbishwe. Kuna Wakristo wengi akigonjwa ni nyumba za wafumu. Kuliko kupiga ligoti na kumtegemea Mungu, anategemea watu. Sikia, simama imara wakati wa shida. Matendo ya Mitume 14 na mstari wa 22. 14 ya Matendo ya Mitume na mstari wa 22. Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Luka 17 mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake aletaye yale makwazo. Na Paulo anaandika, tusiwe kwazo la namna yoyote, ili utumishi wetu usije ukalaumika. Mungu atusaidie tuishi kwa amani na watu wote. Tuishi maisha ya utakatifu, tubaki waaminifu kwa Mungu na tusimame imara. Tunaposimama hivyo, basi Mungu atatuwezesha na atatupa kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka niseme neno la mwisho. Tumesoma katika waraka wa 2 wa Paulo kwa Wakorinto. Anasema imetupasa sisi sote kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Kwa Mungu, ndugu zangu, kuna viti. Kuna kiti cha hukumu cha Kristo. Hicho ni hukumu ya Wakristo, sio hukumu ya wapagani. Msifikiri hata tuliamini hatutahukumiwa. Kuna vitu tutahukumiwa kwavyo. Kuna maulizo tutaulizwa pale. Kuna mambo yenye Mungu atahukumu pale, na kwa ile kiti cha hukumu cha Kristo. Na kuna kiti cha neema na kuna kiti cha enzi kikubwa cheupe, ambapo wafu wote waliokufa, wale ambao hawakuamini Yesu, watasimama pale na vitabu vitafunguliwa mbele ya kile kiti cha hukumu cha kiti keupe cha enzi keupe. Sasa ninataka nizungumzie hukumu ya Wakristo. Pale waraka wa 2 wa Paulo mtume kwa Korinto sura ya 5 verse ya 10. Katika kile kiti cha enzi kikubwa cha enzi cha Kristo, pale tutahukumiwa pale katika miaka 3.5 ya kwanza
Yesu atahukumu wa Kristo. Wale walinyakuliwa, wale walibadilishwa, wakanyakuliwa, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Tasimama kila mtu, uwe nani, kila mtu, na pale kutakuwa hukumu ya mambo 7. Jambo la kwanza, jinsi tulivyotumika duniani. Kama utukufu ulikuwa unamwendea yeye ama ulikuwa ulituendea sisi. Utukufu, Mungu apendake utukufu wake upewe mtu. Iko Mungu mwenye wivu. Mungu mwenye wivu apendake mwingine akamate utukufu wake. Kuna watu wanatumika, wananyang'anya utukufu wa Mungu, wanamuiba Mungu utukufu wake. Hii ilisababisha Musa asiingie katika nchi ya Kanaani. Musa aliyeona Mungu, Musa aliyesifiwa na Mungu. Hakuna mtu kama mwanadamu mwenye kufanana na Musa, lakini kwa sababu ya kutamka ilituma Musa akuingia Kanaani. Kuiba Mungu utukufu ilituma Herode, mfalme Herode, anakufa na funza tu ikamuua. Ndugu zangu wapendwa, kazi yoyote tunayoifanya, utukufu umrudilie Mungu. Tusijipige kifua, tusinyang'anye utukufu wa Mungu. Pale kwenye kiti cha hukumu cha Kristo ni jambo la kwanza litahukumiwa. Unatumika na utukufu wa nani? Unapendeza watu ama unampendeza yeye aliyekuita? Unapojaliwa kuhubiri, uhubiri kwa utukufu wa Mungu. Unapotoa, utoe kwa utukufu wa Mungu, si utukufu wako. Hilo litakuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, jinsi tulivyotoa maneno kinywani mwetu. Unatoa maneno ya namna gani? Maneno unayoyatoa ni ya namna gani? Biblia inasema Yesu Kristo katika Mathayo 12:36 hadi 37 anasema, kila neno lisilo na maana tutatoa hesabu, kontabilite ya Mungu ile siku ya hukumu ya Wakristo. Kila neno lisilo na maana, kila neno lisilo na maana, kila tendo lisilo na maana, kontabilite ya maneno. Unatamkaka namna gani? Kinywa chako akijaokoka, akijatakaswa, una maneno maovu, utatoa hesabu kwa ile maneno. Na Biblia inasema kila kazi unayoifanya italetwa hukumuni ile siku. Mhubiri 12:14. Jambo la tatu, jinsi tulivyotumia wakati wetu duniani. Unatumia wakati wako namna gani? Saa 24 unatoa sadaka ya wakati. Wakati wote uko mshughuli zako, hauna muda wa kuachia Mungu, kumpatia Mungu sadaka ya muda, sadaka ya wakati. Biblia inasema tukomboe wakati, kwa maana siku hizi ni za uovu. Waefeso 5:16. Komboa wakati. Yesu anasema imenipasa kutumika kazi zake aliyenituma, maadamu ingali mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Komboa wakati. Muda, siku zako unazitumia namna gani? Saa zako unazitumia namna gani? Unachia Mungu wakati? Jinsi
unavyotumia muda, nao pia utahesabiwa mbele za Mungu. Jambo la 4, jinsi tulivyotumia muda wetu kwa maombi. Una muda wa kuomba? Una muda wa kufanya shughuli tu? Kuna wengine hawana hata muda wa kushukuru Mungu kuanza asubuhi hata jioni. Wengine wanakula bila kuomba, bila kushukuru Mungu. Wanalala na kuamka. Hawezi kuamka hata usiku kusema asante Mungu kwa saa za usiku. Mchana olele, iko tu, tuko kazi ya 0.5. Uwe na muda pia wa kuomba. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura 5 versi ya 17 inasema, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma.